Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siku nyingine leo katika faida za masiku haya tuna sighatul mubalagha. Sighatul mubalagha au auzanul mubalagha, leo tuna moja tu lakini zipo nyingi, ambayo ni alam kwa sababu ya faida iliyoko ndani ya hili neno, kwa sababu tu ya siku ya leo. Sasa nini maana ya alam? Alam ni kathirul ilm, allamul ghuyub, fa'alu lima yasha. Katika Qur'ani Mungu amesifika. Kwa hiyo unataka kumsifu mtu kwamba amezidi katika sifa ile ya elimu ya kutenda, unasema fa'al au allam. Lakini sasa kuna kuja tatizo, wanatukoroga, wanazua wa haya mambo. Maulama wa haya mambo wamekuja kutukoroga, ukasema kwamba unaweza ukasema allam na ukasema allama. Ukitaka kusema allam maana yake ni sigha mubalagha, na hii allama ina mubalagha. Sasa mubalagha wanasema pia hii ta ina mubalagha. Je, ushawahi kujiuliza hilo swali kwamba inakuwaje mubalagha juu ya mubalagha? Yani allam inafaidisha mubalagha na ta inafaidisha mubalagha. Kivipi? Ni vitu ambavyo havi make sense. Tunataka tahlil. Leo tumekuja na tahlil ambayo ni moja kati ya walimu madakatira ambao ni doktor ametoa tahlil hii. Sio mtu wa kubeza, akisema kwamba tunaposema allama, mfano mtu fulani tunasema Muhammadu allama, ni wa kiume lakini tunamuita allama kwa sababu ya hii ta, sio ya muannath, sio ya taanif, isipokuwa wanasema wanazuoni wa kibalagha wanasema hii ni tani ya mubalagha. Lakini vitu ambavyo doktor anasema la, hii haina mubalagha wowote isipokuwa ina maana. Anasema hivi, tashbihan bil mar'a, inafananishwa na mar'a kwa sababu hii ta mara nyingi inaingia katika mwanamke. Anasema muslimun muslimatun, kwa hiyo muslimatun ni wa kike. Sasa inafananishwa hii ta na wa kike kwa sababu nasema Muhammadu allama. Muhammadu ni allama, umemwekea hii ta, sio mubalagha, ni ya kuonesha amefanana na wa kike. Muhammad huyo amefanana na mtu wa kike, mfano Fatima, utasema Fatima allama, Muhammadu allama. Kwa ni Muhammad umemfananisha na Fatima. Kwenye nini? Tashbihan bil mar'a, kama annaha tajlisu fi baytiha, kama ambavyo mwanamke anakaa nyumbani kwake, anakuja mwanaume kwa ajili ya kutoa khitbatun nisa, kwa ajili ya kumposa, na anaposwa anakwenda kuolewa. Mwanamke anatolewa nyumbani kwao kwa heshima, li sharafiha wa karamiha, ukarimu wake, usharifu wake, utukufu wake. Hivyo mtu ambaye ni allam, mwenye elimu nyingi, alkathiru ilm, mtu wa elimu nyingi, anakuwa anakaa nyumbani kwake, yaqsuduhu nas, kama ambavyo watu, khatibu yaqsudu almar'a, kama ambavyo mtu anayekwenda kutoa posa kwa ajili ya kumwoa mwanamke anakwenda kumfata mwanamke nyumbani kwao. Hivyo watu wanatoka nyumbani kwao wanakwenda kumfata mwenye elimu nyingi, kumfata nyumbani kwake. Hivyo huyu allam akafananishwa na mwanamke, ndipo tukamuita allama. Hiyo ndio kitu ambacho kina make sense hapa, kina maana. Ama mambo ya kutuambia kwamba hii ta hapa ni mubalagha alafu na allam ni mubalagha, kwani mubalagha fi mubalagha ni kitu ambacho kidogo doktor amekikataa. Amesema la, hii ta ni tashbihan bil mar'a. Nadhani hii ni faida nzuri kwa siku ya leo na katika auzani za mubalagha. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.